si wa muda mrefu sana na kuhudhuria madhabahu hii, lakini nimemwona Mungu wa Elia. Amina. Nilikuja mahali hapa, mwenyeji wangu alikuwa ni mama. Amina. Ambaye kwa kweli tulitoka naye mbali. Na nilikuwa ofisini napiga story na mtu tu. Nika nimemkumbuka. Ile nanyanyuka nataka kutoka nikakutana naye njiani. Hallelujah. Alinikumbatia. Akaniambia uko wapi? Nikamwambia tumepotezana muda mrefu sana. Akamwambia naomba uje bwana kwenye madhabahu yetu ya Mungu wa Elia. Nikamwambia naomba unipe ramani jinsi ya kuweza kufika. Amina. Kwa kweli nilifika mahali hapa. Nilikuwa na changamoto. Nilikuwa naumwa kifua, yani ni kifua tuseme, kwa sababu nilifanya sherehe ya mwanangu mwezi wa 8 mwaka jana. Hiyo hali ndio nilipata nikiwa katika ukumbi. Nikaa naumwa koo ambalo silielewi. Ndio. Yaani utafikiri mtu anakata na kisu. Nimekunywa dawa za kila aina hamna. Lakini nilipokuja katika madhabahu mara ya kwanza nikasikiliza mahubiri. Mara ya pili ndio nilikutana na yule mtumishi. Ndio. Yaani mtumishi alipopanda yule, yaani niliona kama katika ulimwengu wa roho, yaani ni Mungu kamleta kwa sababu ya kusudi langu. Ndio. Kwa sababu yale yote alikuwa anayahubiri hapa, akaanza maana ni mtumishi ananiambia, "Hii naona kuna kitu ambacho umetumia kama kansa." Ndio. Sasa ule mtumishi alipokuja kuhubiri, akasema usiogope, mimi nilikuwa na kansa. Sijui ya utumbo ni. Ndio shuhuda hizo. Akasema huyu kaletwa kwa sababu yangu. Nikaa namsikiliza makini sana. Baada ya hapo, nafikiri mimi ndo wa kwanza kabisa kuniombea. Ndio. Alikuja akanipoint, akaniambia piga hatua 4. Ndio. Nikapiga zile hatua 4. Akaniombea pale, akaniombea na uchumi. Kwa sababu kwanza ile kuombea ile uchumi, nafikiri kwamba waliwaambia watu waje waombe uchumi utajiri. Ndio. Nikakimbia. Aliyokuwa amenikamata ni shemeji yangu, akanirejesha kwenye madhabahu. Sitaki kabisa naondoka. Kwa kweli kwa sala lilifungua mno. Chapile si makofi. Unafikia kuponywa ni kazi nyepesi. Mungu itapika nyama. Na mwendea mtumishi wa Mungu. Ananiombea, ananiambia usiogope na nini. Ikapita kama siku 2, nilikoa sana. Nilipokoa sana, nikatapika nyama. Ilikuwa juma ngapi? Ilikuwa kitu kama Jumatano ipi? Hii ya juzi ile au ile nyingine? Ile nyingine. Nikatapika damu, nikaitema, yani sasa pale penye makohozi nikashika. Yani ni nyama kabisa inavutika hivi. Nikajua Mungu tayari amepitisha uponyaji, na nilimwambia mtumishi, akaniambia tayari nimeshapona. Kilichobakia ndani ya mwili wako ni allergy tu ambayo ndio inakusumbua ya joto. Lakini namshukuru Mungu wa Israeli. Amina. Mungu wa Elia. Ya pili Isaka. Pale. Akasema mama mtumishi, na baba anafundisha somo nafikiri asubuhi hiyo kwamba kukopa si dhambi. Nikanipenda mama mtumishi aliposimama. Aliposema jamani wa mama, nahitaji mfanye kazi, mikopo na nini. Kwa nikasema mikopo, hata kuchukua mikopo itafanya nini? Huwezi kuamini. Mama alikuwa ananifungua. Kesho yake nikapigiwa simu na rafiki yangu, njoo mara moja hapa, kuna watu wanatoa mikopo, uje kwenye process. Nikasema hebu niende. Tena akanisukuma kabisa, nikaenda pale kwenye wale wa mama, nikakuta afisa amekuja na ananiambia, wewe unataka mkopo, kuna mtu anakusaidia hapa nikupe mkopo. Ukachukua mzamini. Nikamwambia afisa sasa hivi, akasema ndio. Tena twende nyumbani kwako. Nikapeleka nyumbani. Sasa hiyo wewe una shida gani? Unataka shilingi ngapi? Nikamwambia Mungu. Nikamwambia yote mtakayetaka kunipa. Basi yule mama baada ya Jumatano nilipeleka vigezo, siku hiyo nikaenda benki wakaniingizia hela. Waliponiingizia hela nilikwenda kumwaga tofali 400.
Ndio. Nikaanzisha ujenzi wa banda kubwa la kuku kama 800. Amina. Na limeshafika kwenye leta, hata mtumishi wa Mungu aliona jana kumbele. Amen. Wewe ona makofi, ni makofi yote. Imoja kwa wale 400, kuna watu wana kama kwa moja. Naona mshukuru sana mama mtumishi kwa somo lake, limenifungua. Yaani hata baba mwenyewe haamini. Yaani na banda limejengwa kisasa, zina zile chuma nene za unene huu zimewekwa. Yaani kila mtu haamini kitu ambacho kinachoendelea. Huyo ndiye Mungu sasa.